Wananchi kisiwani Pemba wametakiwa kutowadharau na kuishi nao kwa wema wananchi wenye mahitaji maalum wakiwemo mayatima na watu wenye ulemavu ili nao kujihisi wana thamani katika jamii zao. Hayo yameelezwa na mwakilishi wa jimbo la Micheweni ambaye pia ni waziri wa kilimo, umwagiliaji na mifugo, Shamata Shame Khamis, wakati akitoa sadaka kwa watu wenye mahitaji maalum wilaya ya Micheweni. Amesema ndani ya wilaya ya Micheweni watu wenye mahitaji maalum walio wengi wamekuwa wakikosa msaada wowote na kufikiwa wachache, hivyo ameiomba serikali na taasisi binafsi pamoja na wahisani kuwaona pamoja na kuwasaidia makundi hayo ili kuwapunguzia maumivu walionayo. Tunachotaka kusema ni kwamba tunafahamu kabisa kwamba wenzetu wenye ulemavu wana uhitaji mkubwa kusaidiwa, na katika jambo ambalo tulitoa ahadi tulisema kwamba hatutakuwa tayari kuona kwamba wanadharauliwa. Tunataka kwamba na wao waishi kama watu wengine, tukijua kwamba na sisi wakati wote Mungu atakapokuwa mwenyewe amepanga ndio hivyo hivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo sote ni walemavu watarajiwa. Kwa hiyo kundi hili tumekuwa na kawaida kwamba katika jimbo letu kwamba kuona kwamba ni kundi linalosahauliwa kwa mahususi. Kwa hiyo sisi tunachokiomba na tunachokiendeleza kwa wale wote ambao wamejaliwa nafasi lakini pamoja na ukarimu mbalimbali. Sisi kama mimi kama mwakilishi wa jimbo hili la Micheweni kwa kushirikiana na viongozi wengine tunakuwa tunakuwa tukishirikiana nao, tunaishi maisha nao kama kawaida, na kama mlivyoona hapa. Haya wengine walihisi kwamba labda kuna changamoto wakati tulipokizungumza na yule pale kijana. Ni kwamba hiyo ndio maisha tunaoishi na yeye mwenyewe tumeshazoeana katika mazingira kama haya. Sasa kubwa zaidi tukasema kwamba kundi hili nalo ni vyema tuliende katika kuliangalia katika muonekano, sio ule wa mchanganyiko. Kama wao wanahitaji uhitaji wa ziada, lazima tujifanye tuwaeke katika tuwaoneshe waziwazi kwamba wao kuna uhitaji wa ziada. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru ndugu zetu wenye ulemavu, lakini wamekuwa wakifanya kazi nyingi, wanakuwa wakishirikiana nasi katika shughuli mbalimbali na hatujawatenga, na tunaendelea kama mwakilishi wa jimbo la Micheweni kwa kuwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuwathamini na kuwatambua, na sisi jimbo letu tunatoa nafasi ya kipaumbele kwao, na naendelee kuambia kwamba haya tutaendelea kuyafanya. Lakini vile vile kama tunavyofahamu jimbo letu la Micheweni kama majimbo mengine tuna ndugu zetu ambao wapendwa wao walitangulia mbele ya haki, na wao walitamani kwamba kuendelea kuona kwamba wanathaminiwa, wanatazamwa kwa wakati wote. Tunashukuru kwamba wapo viongozi wetu ambao wamekuwa wakifanya jitihada kwa watu ambao ni watoto wetu ambao ni mayatima, wamepoteza wapendwa wao, lakini wamekuwa wakihudumiwa. Lakini kama tunavyojua jimbo la Micheweni tunao wengi mno. Sasa kuna wengine bado hawafikiwi, na leo hii pia wapo wengi hatukuwafikia. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba ionekane kwamba tunao watu wenye ulemavu zaidi ya hawa waliokuwepo hapa. Tunao watoto ambao wanaishi wamewapoteza wapendwa wetu wengi zaidi kuliko hawa waliokuwepo hapa. Kwa upande wake kiongozi wa jumuiya ya watu wenye mahitaji maalum Juma Kombohija, mara baada ya kupokea sadaka hiyo, amesema bado serikali inahitaji kutoa msukumo katika kuwasaidia watu hao hasa katika mwezi wa Ramadhani na sikukuu. Wengine ni kidogo na hakuna kidogo katika utoaji. Hivyo basi tunawaomba tusikilize makini yale ambayo kwamba yatazungumzwa na mheshimiwa wetu. Nao wahusika wa makundi hayo Tufe Alishapandu na Omar Hassan Omar wametoa pongezi kwa mwakilishi sambamba na kumtakia dua ili kuwa na moyo wa kujitoa kwa wananchi wake hasa wenye mahitaji maalum. Omar Hassan Omar, niko wilaya Micheweni, kijiji cha Mazang'ombe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tujalia leo tukafika muda kama huu na sehemu kama hapa tukakusanyika tukapata iftari kwa mheshimiwa mwakilishi au mheshimiwa waziri wa jimbo la Micheweni. Kwa tunashukuru sana, tena tunashukuru sana kwa hiki tunachokipata. Najua si leo tu, ni ili swali itakuwa ni endelevu baada ya siku zingine. Hatukupewa kwa kuwa ni kama ni hili, tumepewa ni kama ni futari, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu amjalie kiongozi anaotupa mheshimiwa Shamata au mheshimiwa mwakilishi, ampe maisha marefu na uzima na afya, azidi lifikirie ile swala liwe endelevu baada ya kijiji hiki cha Mazang'ombe na mitaa mingine
iwe miji yote kimfano ya wilaya Micheweni. Nashukuru sana. Tena nashukuru hasa. Nimshukuru mheshimiwa mwakilishi wetu wa jimbo la Micheweni kwa kutuandalia siku hii iliyowagusa walemavu na mayatima. Tumshukuru kwa sababu katika kipindi hichi cha Ramadhani kuna uhitaji mwingi katika makundi hayo mawili. Tukiangalia kwa mayatima ni watu ambao kwa wanakosa vitu vingi kutokana na kuondokewa na wapendwa wao. Na watu wenye uhitaji, wenye ulemavu wanakuwa na uhitaji mwingi wa vitu kwa sababu wanakuwa ni wagumu kupata vile vitu ambavyo kwa wanavihitaji na kuvitumia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ila niendelee kwa kumshukuru na aendelee kutusaidia, isiwe ni mwanzo na iwe ni jambo la kuendeleza. Na nitoe wito kwa mashirika ambayo kwa yanasaidia, yasiwasaidie tu wale ambao wako kwenye kambi, wajue katika mitaa kuna wengi ambao wana uhitaji kama huo wanawasaidia. Katika zoezi hilo ambalo limefanyika wilayani humo limegusa kwa kina hisia za watu wenye mahitaji maalum na kumwomba mwakilishi kuwa na mwendelezo wa sadaka hizo hata katika miezi mingine. Kutoka Pemba, Fatma Sule.